Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutakia ziada ya rahma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunataka tuzungumze katika kipindi chetu cha vijana na maisha, mada yenye anwani mapenzi hupungua na hubaki thamani ya ndoa. Ndugu zangu, hivi punde kwenye miezi hii ya karibuni, kuna ripoti ambayo imekuja ikitaarifu kwamba kukithiri kwa talaka nyingi zaidi ya 5,000 lakini pia vile vile mkumbuke kwenye sensa ya mwaka huu tulioifanya kwenye miaka ya karibuni hapa, kumeonyesha kwamba kati ya wanaume na wanawake, idadi ya wanawake inazidi kuongezeka na idadi ya wanaume imekuwa ni ndogo. Kwa la kwanza tutaangalia kwa pamoja maana ya mapenzi au mahaba ni nini na ipi thamani ya ndoa, kwa sababu tumesema mahaba hupungua, hubaki thamani ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu katika dunia hii kwamba wanadamu waoane ili wapate kuwa wengi zaidi, na ili Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate kujigamba siku ya Kiyama kutokana na kukithiri kwa wingi wa umma wake. Tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tukiangalia hadithi hii na aya mbalimbali ambazo zinatutaka wanadamu tuwe tunafunga ndoa ya halali, kama ile aya ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Aya hii inatuamrisha, inataka sisi tuoe, lakini hadithi za Bwana Mtume sasa zinasema tazawwajul waluda fa inni mukathirun bikum al-umama ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Kwa hiyo ayat na hadithi mbalimbali zinataka, zinaamrisha waja kwamba waoane ili watoto hao wazaliwe katika ndoa. Sasa basi, tumesema mahaba hupungua na hubaki thamani ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani kwenye surati Rum kama ilivyo katika aya 36, wa min ayati an khalaqa lakum min azwajikum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hakika katika dalili tosha za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaombia ninyi kutokana katika nafsi zenu wake, na akajalia kati yenu mahaba wa rahma, mapenzi na rahma. Mwanadamu ana moyo, mwanadamu ana macho, mwanadamu anasikia. Kwa kusikia, kwa kuona, kutumia akili yake, anapenda vyenye kupendwa na anachukia vyenye kuchukiza. Kwa hiyo basi, kupitia hadithi hizi, aya hizi na utaratibu ulioweka Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huja akakipenda kile anachokipenda, lakini atakuwa akipende katika utaratibu wa halali ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia, na utaratibu wa halali ambapo kijana wa kiume au mwanaume akimwona mwanamke afuate taratibu ambazo tumezungumza hapo mwanzo, ya kupeleka barua ya posa, ya kupeleka mahali, ya kuoa na kusherehekea katika taratibu ambazo tumezungumza hapo nyuma. Sasa vijana wanapooana au wanaje wanapooana, wajue fika mahaba kisaikolojia na kibiolojia yanaweza yakapungua na ikabaki thamani ya ndoa. Thamani ya ndoa ni nini?
thamani ya ndoa inajengwa mara tu ya watu kuoana, kwa maana kuingia katika ndoa. Wanapoingia katika ndoa, watu ndo wanapaswa kutengeneza thamani ya ndoa. Thamani ya ndoa ni kitu gani? Uislamu ulipotuamrisha kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad SAW kwamba tunkahu almar'atu biarba'in, huolewa mwanamke kupitia au kwa sababu ya mambo manne. Alitaja mambo mengi: kwa uzuri wake, kwa mali yake, kwa nasabu yake, lakini sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala bado ikasisitiza fadhfar bidhati dini taribati yadaka, basi wewe zingatia na au anafanya pupa kutafuta mwanamke ambaye mwenye dini, ambaye mkono wako utabarikiwa. Kwa hiyo mwanamke mwenye dini ndiye mwanamke ambaye kuna baraka ndani mwake, na kama tunavyojua, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, na Uislamu na amani. Kwa hiyo wanandoa wanapokaa pamoja, tunatarajia patikaniwe ndani mwao amani, litaskunu ilaiha, mpate utulivu na amani. Kwa ndoa yote ambayo itakayofungwa katika misingi ya imani ya Uislamu, na ndoa yote itakayofungwa katika misingi ya kufuata Uislamu, kwa sababu Uislamu unatuambia sisi innamal mu'minuna ikhwa, hakika vinginevyo waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo kama waumini wote ni ndugu, kuna aya zile ambazo zimekuja katika sura Al-Hujurat, muumini hapaswi kumdharau muumini mwenzie, si muumini wa kike kumdharau muumini wa kiume, au muumini wa kiume kumdharau muumini wa kike. Wote wanakuwa ni kitu kimoja, ni ndugu. Kwa ndugu hawadharauliani. Sasa udugu huu uliojengwa kupitia Uislamu, udugu ambao umejengwa kupitia ndoa, hawa wanandoa wakiishi na akhlaki na tabia za Uislamu, ndoa hii tunatarajia itakuwa na amani. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelekeza, akatuamrisha, akatuambia, idha jaakum man tardhauna dinakum wa khuluqa fazawijuhu, akikujieni nyinyi mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Kwa kitu cha kwanza dini, na ndoa hii imefungwa katika misingi ya dini, na ndoa inayojengwa inayofungwa katika misingi ya dini ni ndoa ambayo kusema ukweli inakuwa na kheri, kwa sababu kila pande mbili katika wanajua hili, wanajua taratibu za dini. Hakuna mtu atampiga mwenzie, atambughudhi mwenzie, atamsema vibaya mwenzie, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utakuta kwamba dini ndio ambayo inajenga mazingira mazema ya Uislamu. Sasa tumesema kitu cha pili kwamba mapenzi huja yakapungua kibinadamu, ikabakia thamani ya ndoa. Thamani ya ndoa ni nini? Thamani ya ndoa inapatikana kwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, utambue kwamba huyu binti, huyu mwanamke ambaye mumeoa huko kwao alikuwa anakula, anakunywa, analala, anasafiri, akiumwa anapeleka hospitali na familia yake na vitu hivyo. Ikitokea mtu kafariki kwao, anaenda kuzika, akitokea anaumwa, anaenda kumwangalia. Sasa majukumu haya yanahama kutoka kwa familia yake, inakuja sasa kwa wewe mwanamume. Sasa mwanamume, sasa haya yote unayabeba, unatakiwa hakikisha kwamba anakula, anakunywa, anavaa, akiumwa hospitali hivyo. Sasa vitu kama hivi ndivyo ambavyo vinavyojenga thamani ya ndoa. Thamani ya ndoa inajengwa katika misingi ya Uislamu: kutendeana kheri, kuhurumiana, kuheshimiana, kusaidiana, kupatikana utu. Ndio maana aya ile ambayo tumeitanguliza surati Rum, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Mawada anaweza kapungua, lakini huruma na rahma ikabaki. Huruma ikabaki nini? Kwa nyinyi kuishi kwa kuhurumiana. Thamani ya ndoa inajengwa na misingi ya utu ulio sahihi na ubora wa matendeano yaliyoelekezwa na dini ya Kiislamu. Hatutarajii mke na mume kuanza kupigana, kuanza kutukanana, kushamiliana, kushutumiana. Hapo fika tutatambua kwamba no, hapo taratibu za dini zimekiukwa kwa namna moja au nyingine. Tunawaomba wanajiwawili waishi katika taratibu za dini, na wale ambao hawajapitia kusoma madrasa ya dini nini, tunawashauri washiriki darasa mbalimbali ili kupata misingi ya dini, kuhakikisha kwamba ndoa zao zinabaki salama usalimini. Ndugu zangu wapendwa wa Banisari TV, hasa katika kipindi hiki cha vijana na maisha, kwamba tunataka tuwaeleze kwamba mapenzi hupungua, thamani hubaki. Kitendo cha mke kumfulia nguo mume wake, kumnyoshea, kumpasia,
kuhakikisha kwamba anakula on time, anafanya hivi, vinajenga thamani ya ndoa, kiasi kwamba sasa tumeona ndoa nyingi mapenzi yanapungua, yanafikia hali ambayo, lakini kila mmoja anitafakari, anajiangalia, mimi nikimwacha mke huyu watoto wataangalia nani, siji nini. Mume naye hivyo hivyo anaangalia ile thamani ya ndoa. Mke hayuko tayari kutoka katika ndoa kwa sababu anaangalia thamani ya mume wake, na mume hayuko tayari kumkosa mke huyo kutokana na thamani ya mke huyo. Kwa thamani ya ndoa inajengwa mara tu ndoa kufungwa katika maadili ya Uislamu. Ndugu zangu, tumesema fika kwamba kutokana haya mazingira sasa hivi wanaume wako wengi na wanawake wako wengi na wanaume wako wachache. Jambo lingine la kuhuzunisha, pamoja na kuwa na udogo huu wanaume wako wachache, kwamba kuna aina zingine zimesababisha ama sababu zingine zimesababisha kupungua waoaji. Mfano, hawa wanaume wachache wapo miongoni mwao mashoga, wapo miongoni mwao wasagaji, wapo miongoni mwao watu wa madawa ya kulevya, wapo miongoni mwao walevi. Hivyo kuna wale ambao pia na hali zao ni ngumu na kadhalika na kadhalika. Makundi haya yote, akada hizi ambazo tumesema sasa hivi, kimsingi hazina uwezo wa kuoa. Kwa hiyo kama tulikuwa tuna asilimia 45 ya wanaume ambao watajia kuoa, ongezea na makundi haya ambayo nimeyasema, ambayo yatashusha hiyo asilimia 45, itabaki sasa asilimia 30. Kwa hiyo utakuta idadi ya wanawake itakithiri kila mwaka, kila uchao. Hakuna wa kuwaoa. Ni waombe wazazi, familia, walezi, ile hadithi ya Bwana Mtume sasa aliyosema, man jaakum man tardhauna dinakum wa khuluqa fazawijuhu, akikujieni nyinyi mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni huyo kama mmeridhia tabia yake, akhlaqi zake, dini yake, mmetafuta asosi ya wazazi wake, mmekaa nao, mmewajadili, mmeangalia, mkaona anafaa kumpa iko, mpeni iko. Vinginevyo mtakuwa ninyi ni mnahusika katika kuongeza wingi wa wanawake, na hatimaye binti hiyo atavumilia, kisha atachoka kama binadamu, atakuja kuteleza, ataanza kupata mtoto ambaye hana baba. Hasara hazitamwishia yeye tu mtoto wenu, bali hasara zitakuja mpaka kwenu ambao mlosababisha mkamzuia binti huyo kutokuolewa, eti kwa sababu muuaji hana pesa, hana mali, hana la. Angalieni vigezo, mkimwona na vigezo, mpeni mke, kwa sababu hakuna mwanadamu anazaliwa akiwa tajiri, hakuna mwanadamu anazaliwa akiwa maskini, hakuna mwanadamu anadumu katika hali moja tu ya utajiri, hakuna mwanadamu ambaye anadumu katika hali moja tu ya umaskini. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye anampa huyu utajiri kwa kiwango gani, kwa nafasi gani, wakati gani, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anampa umaskini ama ufakiri kwa kiwango gani, kwa wakati gani. Sisi hatujui, la ya'lamu illa Allah. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tujitahidi kuhakikisha kwamba tunawaozesha mabinti zetu pale ambapo wanapokuja watu kuwachumbia ama kuwaposa, kwa namna iwavyo, na kuwa tu tabia zake, dini yake iko sawa sawa. Ndugu zangu, pia tumezungumza kwamba pamoja na kuwa idadi ya wanawake imeongezeka, pia vile vile ozesheni mabinti zenu bila kuangalia anakuja kuoa wanawake wangapi, ili mradi tu anao uwezo huo wa kuoa, basi ozesheni, ili kufanya jamii yetu inazaa watoto katika ndoa, wanakuwa watoto wenye baba, kupunguza utitiri huu wa kuwa na watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.